Ole wetu, ole wetu! Ni nani atakayeweza kutuokoa kutokana na miungu hiyo yenye nguvu? Hiyo ni miungu iliyowaua Wamisri kwa kila aina ya mapigo jangwani. Asante. Sasa huyu anauliza anaomba ufafanuzi wa aya hiyo, na anauliza ni miungu gani hawa wanaotajwa hapa. Sasa ndugu zangu, neno linalotumika hapa kwa lugha ya asili ya Kiebrania ni Elohim. Na Elohim ni neno la tunasema plural. Plural ni kwa Kiswahili ni tena wingi, sio? Sasa Elohim ni neno ni wingi wa neno Eli. Ukiweka Eli manake my God, lakini neno El ni Mungu, is a God. Sasa neno El lilitumika kwa miungu yoyote ile, tunaita kama Kiingereza tunaita God. A God, even you can call a stone a God. Kwa Kiingereza kilicho tofauti tunaita deity. Kwa Kiingereza ambacho ni cha theolojia au philosophy, is a deity. Kwa hiyo neno El sasa hapa ametumia Elohim, manake miungu plural. Lakini pia niwaeleze pia hili neno ni ni korofi kidogo, kwa sababu unapotumia wingi inaweza kuwa not real plural, inaweza kuwa ni plural ya sifa. Mungu anaitwa Elohim, yeye mwenyewe tu ni Mungu mmoja anaitwa Elohim. Wanatumia plural, yani wingi kwa Mungu wa Wayahudi. Na nielewa kuna ile sifa ya Mungu wanaionyesha kwa kutumia plural, yani powerful, the omnipotent. Ukitaka kusema Mungu ni mwenye nguvu, mwenye enzi, mwenyezi, ile neno mwenyezi ni Elohim katika Biblia, which ina maana kwamba neno Elohim linaweza kuwa ni plural kwa maana ya miungu, au pia Mungu, the one who is omnipotent. Kwa hiyo ukisoma, basi sikuja na Kiebrania hapa, lakini iko pale iko pale. Hebu niletea Biblia yangu ya hapana, haipo. Una Kiebrania hapa? Nimeitoa, nimepeleka mahali fulani. Ilikuwa hapo nyekundu, haipo tena, najua nimesahau, haipo, iko chumbani, hamna hapo. Ukisikia katika Biblia wanasema Elohim, inaweza kuwa hiyo na maana mbili, inategemea context. Context kwa Kiswahili ni mazingira ya ile simulizi, mazingira, context. Kwa sababu kama ukisoma ile neno kama nazungumzia tendo la mtu mmoja, basi ni singular, yani imetumika kwa sifa, yani plural tunaita majestic plural. Sio kama mnanielewa hii. Tumeshazungumza hapa sana. Majestic plural. Unatumia plural ukimaanisha ni mtu mmoja, lakini unatumia plural. Wakuu wetu bwana, lakini unazungumzia mkuu mmoja tu wakati. Kama ninavyosema nimezungumza hiyo katika sura ya kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza aya ya 26 pale, uumbaji wa mwanadamu. Mungu anasema na tumuumbe mwanadamu
kwa mfano na sura, na tumuumbe ya plural, lakini anayezungumza ni Mungu mmoja, sio? Sasa tu, kwa hiyo watu wengine wanakimbilia mara moja, kuna miungu mingine ndani ya Mungu, ni kwa hiyo anaashiria Utatu Mtakatifu. Nimeeleza hapa, sio? Ndio. Mara moja mtu anasoma pale anasema, kumbe toka mwanzo Mungu anataka kutufunulia kwamba ana nafsi tatu. It is not so easy. It may, inaweze, kwa sababu hatuko kwenye akili ya Mungu, lakini inawezekana kwamba kweli anataka kufunua kutoka mbali, kwa mbali kabisa, anataka kufunua kwamba ndani mwake kuna nafsi tatu. Lakini hiyo kwa nini haikuendelea? Why? Kwa nini imeishia pale pale? Hata katika kuwakaripia watu wa Babeli walikuwa wanajenga ule mnara, alitumia hiyo plural tena, na tuwaangamize hawa, tuwa confuse. Anatumia plural hiyo majestic, wakati anapofanya kitu kikubwa, tukio la pekee, anatumia hiyo sifa ambayo watu wenye madaraka na wakuu wanatumia majestic plural, yani wingi wa heshima. Majestic plural, wingi wa heshima. Kwa hiyo Mungu anaposema na tumuumbe mwanadamu, manake enzi na utukufu wake wote ameutumia kumuumba mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe cha pekee kabisa, ambapo anatumia plural. Na tumuumbe manake mfalme, kwa mfano mfalme, nimetoa hapa mara nyingi, mfalme anapoandika barua, hata papa, the pope, pontifex, yule ni kiongozi mkuu wa kanisa, anapoandika barua au hii mfano encyclical au motu proprio, ambayo ni barua maalum ya kanisa au mafundisho ya kanisa, ni yeye anayezungumzia ex cathedra, akiwa kwenye kiti cha kipapa, kwa mamlaka yote aliyo nayo kama Petro au Yesu, anamwakilishi wa Yesu mwenyewe. Akikaa akaandika barua au kitu, anaandika we have decided, plural. Sio kwamba anafikiria makardinali waliokaa na maaskofu, no. Yeye in the person of Jesus Christ, in the person of God himself, anatumia plural of majesty, yaani sifa. Kwa hiyo ni lugha ya kimamlaka, ni lugha ya kinguvu ya power, potence. Na ndio tunayosikia, ndio maana inatumika neno hilo Elohim, ni sifa ya mamlaka, ya nguvu, ya enzi. Hakuna mtu anaweza kusema kitu dhidi ya hiyo, na wote walio chini watii, kuanzia makardinali. That's the meaning of it. Kwa hiyo anapotumia na tumuumbe mwanadamu, ni plural of majesty, or we call majestic plural. Na hata rais anapokwenda kusaini, sasa kuna mambo ambayo rais anasaini officially, kwa mfano kifo cha mtu, kunyongwa mtu rais huwezi kunyonga mtu bila saini ya rais. Anatumia neno plural kwenye ni plural. Au anapoongea maagizo, anatoa maagizo bungeni kule, au sijui whatever it, tumeona tumchague fulani, si kwa sababu eti tu akisema ni ile kamati tendaji ya CCM. Hamna, ni nafsi yake, mamlaka alionayo, anaongea in plural form. Hiyo ndio lugha ilivyo. Sasa hapa inaweza kuwa mambo mawili. Hii anazungumzia hii lugha ya sema, hapa amesema aya 8 ile, hapa anazoa miungu iliyowaharibu watu kule wapi, aya 8, sura ya 4 aya 8, wapi aya 8. Na ole wetu, ni nani atakayetuokoa mikononi mwa miungu hawa walio na uwezo? Bado ameweka uwezo,
lakini kwa kweli hii ni lugha yetu sisi. Lugha inaweza kusema nani atatuokoa mkononi mwetu mwake yeye aliye na enzi kuu, mwenye uwezo. Manake inaweza kuwa plural, nasema ni two possibilities. Inaweza kuwa na maana ya plural of majesty, kwa uwezo, anazungumzia uwezo hapa, power. Hiyo na ya kwanza. Ya pili, anaweza kuzungumzia wingi wa miungu pia, kwa sababu wanaoongea haya maneno ni wapagani, na wapagani wamezoea miungu. Kuna miungu gani hapa? Kwa mfano wa Kanani na Wafilisti walikuwa na miungu mingi tu. Mfano, walikuwa na Mungu aliyeitwa El. Hilo neno El ni miungu. Hata kwa wapagani walitumia neno El, maana yake ni Mungu. Na kawaida alikuwa hata anaweza kuwa Mungu wa watu, hata Mungu mkuu wa miungu mingine aliitwa El. The God is the father of all gods. Aliitwa El, baba wa miungu. Miungu ilikuwa inazaa, mwelewe hiyo. Katika ilikuwa inazaa, inakufa pia, na walikuwa wanapigana wengine. It's a projection of human life actually. Ni mwanadamu ana project yale anayotenda na kufanya, anayaona ayape umungu. Sasa kwa hiyo El alikuwa chief god or chief deity. El ni El. Ukiweka Eli unasema Mungu wangu. Ile I kule mwisho ni first person pronoun, kwa hiyo huwa haiwekwi. Alafu walikuwa na miungu mingine, au Wakanani walikuwa na Mungu anaitwa Baal, na tumemsikia. Kwa hiyo huyo ameniuliza miungu gani hiyo? Walikuwa nafikiria ni hii watu wamekwenda kuchukua miungu mingine. Sasa miungu hiyo ni ipi? Wanazungumzia umungu kama walivyozoea wao, miungu mingi, na walikuwa na miungu mingi. Kwa mfano huyo El, kulikoko Baal ambaye alikuwa ni mungu wa dhoruba. Baal alikuwa mungu wa dhoruba. Alafu kuna mungu wa kike aliitwa Ashera. Ashera ni mungu wa kike, goddess, ambaye alikuwa ni kwa ajili, alikuwa mungu wa fertility kwa Kiingereza, kwa Kiswahili tena mungu wa uzazi, ndio Ashera. Na huyu ni very famous katika kati ya miungu ya Wakanani, Ashera. Kulikoko mungu mwingine, hawa ni Wakanani pamoja na wengine walikaa pembeni hapo, ni Wafilisti. Kulikoko mungu mwingine aliitwa Anat. Anat alikuwa mungu wa vita, na hasa ni mwanamke, ni mungu jike, aliitwa Anat, alikuwa mungu wa vita. Kwa hiyo walikuwa na miungu mingi. Na mwingine aliitwa kwa hasa Wafilisti walikuwa na Dagon. Dagon, huyu ni mungu mkuu kwa Wafilisti, mungu wa kilimo, alikuwa mungu wa kilimo. Kwa hiyo ukitaka kusali upate mazao mengi shambani, unaenda kwa Dagon na kutoa ubani pale na kufukizia na kumwabudu. Ndio ukaenda kumwambia sasa nipe mazao ya kutosha. Ndio mungu Dagon. Na kuna mungu wa kifo aliitwa Mot. Wao waliita Mot, mungu wa kifo. Kwa hiyo huyu mungu alikuwa anatisha watu huyu kama ilivyo kawaida na mara nyingine alitokea kama sura ya bundi. Ndio maana bundi ana historia ndefu sana. The god of death. Lakini walikuwa na miungu midogo, ningetaja tu Yaribol alikuwa mungu wa jua, Yaribol. Kuna mwingine aliitwa Nikal, mungu wa uzazi. Kuna mwingine aliitwa Melkat, ambaye alikuwa ni
mungu wa watu wa Tiro pale Tiro na Sidoni walikuwa na huyu ambaye ni Melkat, mungu wao. Kwa miungu wa Aglibol nyingine, mungu wa mwezi. Mwezi nao ulipewa jina Aglibol, ni Aglibol. Kulikoko miungu ya Shalimu, alikuwa mungu wa mbalamwezi. Mbalamwezi anaitwa naye mungu wa mbalamwezi. Kama mbalamwezi haitokei, mnasali kwa huyu Shalimu na kadhalika. Basi miungu ilikuwa kwa mingi. Kwa sasa ananiuliza hapa, walikuwa na miungu gani hiyo? Wanapozungumza miungu ni kama kudharau hapa sasa, katika context hii ni kudharau ile dhana ya Mungu mmoja. Hawakuishika. It could be any god. Miungu inaweza, wanasema ni miungu gani hiyo? Kwa hiyo wanashangaa because they used to have this. Kwa hiyo walikuwa na hii, tuseme ni miungu mingi. Na kwa hiyo lugha inayotumika ni watu kwa asili yao, hao hata wazungumzi Mungu mmoja. They don't speak of one God. It was a common language kwao, lugha ya kawaida kusema miungu imewasaidia. Manake iko mingi. We don't know which God, but some of their gods are helping them. Kwa hiyo ndio maana lugha hiyo. Kwa hiyo walikuwa asili, yani background of this, the use of the plural here, miungu, ni kutokana na lugha yao waliozoea. They never speak of one God. They speak of plural of God. Kwa sababu kumwamini Mungu mmoja hakuondoi kumwamini mwingine. They were not exclusive. Mwelewe hiyo. Namna yetu sisi tunafikiri kwa kuwa wewe unamwabudu Mungu wa Israeli Yahweh, basi huwezi kumwabudu tena Mungu mwingine, unamexclude. No, for them, na kwa kweli hii nimeona mwenyewe katika utafiti, hata wa mataifa ya Middle East hapo wote, ilikuwa unaweza kuwa abudu miungu 6, 7. Moja anazikwa ameandikwa Yahweh hapo mbele, unajua huyu ni Mwisraeli. Lakini ndani ya kaburi lake unakuta Mungu mmoja hapa Ashera, unakuta mwingine amewekwa hapa. Yani kuna statuettes, tunaita statuettes. Wanaweka hiki, unajua eti Mungu anayesaidia miguu isipate baridi. Unaweka Mungu wa baridi pale. Ni ridiculous, it seems ridiculous, but watu walikuwa wanaabudu miungu mingi kwa wakati mmoja. Kwa sababu kama unataka kupata watoto, unaenda kwa Ashera. Ukitaka kushinda vita, unaenda kwa Anet. Kwa hiyo kulikoko miungu mbalimbali unawaendea. Na hata wakati wa Abrahamu alipotoka Uru, walikuwa wamebeba visanamu mbalimbali. Na akasema tupa. Wengine walificha. Sema sasa anatuambia tupie, tulikuta na nyoka tufanyeje? Kwa hiyo yeye, hii lugha hii inamaanisha kwamba watu hawa wa Kanaani walikuwa wanatumia miungu mingi, waliamini miungu mingi. Nadhani imeeleweka. Yes. Asante. Nachangia tu hiyo unayosema kwamba inakuwa ngumu kwa watu yani kubaki na Mungu mmoja, naamini na mambo mengine. Sasa huko shambani kwangu kuna jirani yangu ameibiwa mahindi. Sasa ameambiwa kuna mtu mganga akimpa vijiti fulani, akivichoma moto akavirushia huko shambani, itasaidia kulinda shamba lake, watu hawatakuja kuchukua mahindi yake. Ni Mkristo. Kwa hiyo sasa akaja kuniuliza, bwana, mimi namwamini Kristo kila kitu, sasa mahindi yangu yanaibiwa, hii kitu nifanyeje bwana? Nikachukue hii, lakini imani yangu ni ile ile, yaani imani yangu kwa Kristo imbaki ile ile, lakini nahitaji msaada wa kimungu wa kulinda mahindi yangu. Je, niende kwa huyo mganga au nisiende?
Sijajua ungemsaidia. Sasa unajua hiyo ni ushirikina tu, huwezi kusema vingine isipokuwa sasa, kama kweli huyo ni anayekwambia huko au anakucheki tu, kama na wewe utakuwa mshirikina ni kwamba hana imani isiyo na mashaka kwa Mungu. Huyo imani yake ina mashaka, hajaweza kusimama. Je, huyo mtu aliwahi kufanya tu mfano tu akachukua msalaba akausimika? Mimi nakwambia kuna njia fulani, nimewaambia kuna njia fulani, jamaa alikuwa tumepita, hata mimi nimepita pale mara kadhaa, nilikuwa mwanafunzi nikiwa seminari kuu, pita ile njia kila siku. Jamaa kaenda msalaba akachukua alafu chini ya msalaba kaweka sale. Unajua sale ni? Sale ni jani fulani wanatumia sana watu Wachaga na watu. Wewe jamaa ni Mchaga. Akaweka msalaba vizuri. Msalaba wa miti tu, yani miti anachonga na pia msumari. But it's the cross, the symbol of Christ. Alafu chini akaweka sale pale chini. Kwani kuna mtu alipita pale? Nobody. Walikuwa nakula mihogo yake. Nobody touched. Akavuna, akaja akasema nimewakomesha. Kristo ana nguvu bwana. See? Why would you go to a person who says nendo kachome vijiti ambavyo ametoa wapi vijiti? Kwani utumie vijiti, usitumie msalaba? Even that, licha kuna mwingine pena jirani ambaye tulikuwa tunapita pale awali miaka 3-4 iliyotangulia. Yeye alikwenda katundika chura, chukua chura aliyekauka, alafu akaweka mkaa. Yule chura anatangulia, yani kwenye mfuko wa plastiki. Mimi nimeishi pale. Akaweka chura, amemkausha, sijui how it is. Kausha. Na yeye ni Mkatoliki, lakini tulimgombeza. Lakini alisema mimi nitaka, sio kama naamini magic. I never went to a witch or whatever. Yeye alisema mimi tu ni psychology nijua. Yeye amefanya kisaikolojia. Tundika chura, akasema atamisele nini? Weka chura, saga mkaa mweusi ule. Weka ndani, funga plastiki ile, katundika pale njiani. Ya mimi nakwambia njia ile iliota majani, manyasi. So, nobody would pass there. Why? Fear. Nini? Kwa hiyo yote haya mambo mengine hata hawa wanaoitwa waganga wanatuchezea kiakili tu. Lakini sisi mtu mwenye imani kweli, kwa nini asitumie ishara za Kikristo sasa? Kwa nini asiombe hata misa? So it is this. Yes, please. Tumsifu Yesu Kristo. Imani yetu hata sasa hivi inaonekana kurudi kule kule kwa hao walikuwa wanaamini miungu, kwa sababu tunakuwa na huko tupo. Kwa mfano kama sisi Waluguru tuna mila za kutambika mizimu. Sasa tunakuwa na mchanganyo huo. Sijui upande wa mizimu unaelezaje? Ya sasa hii mizimu tunaichukulia kama nini? Kwa sababu hilo ni swali kubwa, na sio Waluguru tu. Kwa kweli ni culture zote. Na hata ninakotoka mimi. Tunachukuliaje? Natoa mfano, mimi ni Mchaga. Nyumbani kwetu ni hapo Marangu huko. Unaona wanaondoka wanaenda siku za Christmas. Wanasema Wayahudi wanarudi nyumbani. Exodus kwa kweli uweze hata pale nyumbani unakuta magari 10-20 yamepaki. Huwezi kupata nafasi. Barabara zipitiki. Kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe mosi haiwezekani. Huwezi kuamini. Hakuna barabara inapitika. Sasa wao jamaa maelfu na malaki milioni watu wote wanaenda kufanya nini? Wanaenda kufanya kuchinja. Watu wanachinja mbuzi wote, wanakwisha chinja ng'ombe, mbuzi, kondoo, whatever. Alafu na kuku wanaliwa kwisha kabisa. Alafu mapadri wanapata hela, msamani sana, msikwazike, kwa ajili ya misa.
Padri, nimeenda pale mimi muda fulani sasa, muda mrefu sijaweza kuwepo kwa siku hizo, kwa sababu lazima tunawajibika huku kuna huko. Like sasa wakati fulani nilipata privilege ya kwenda nyumbani kwa Christmas. Nilisoma misa labda kama 30. Toka asubuhi mpaka jioni niko kwenye misa huko. Kwa nini? Wanamuita padri, wanasoma misa kwanza, alafu wanachinja, na padri na wote wanakula. Hawatolei kwa miungu fulani. Hapana. Ni kama furaha na sherehe. Na watu wanafikiri wanaenda kutambika. Hakuna kutambika. Ni sherehe ya kukutana familia. Kwa sababu hao wengi wako nje, wanakuja kuwaona wazazi na kutambilisha watoto wao waliopata huko. Wanaleta vitoto vichanga, wanaona babu, wanaona baba mdogo, baba mkubwa, shangazi, wote wanafurahi, sherehe kubwa sana. Kwa hiyo wanachinja kila kitu kinachochinjika. Sasa ile sio ushirikina, ile ni shukrani. Na mimi nakaa kwenye chakula hivyo, nakula sawasawa, nyama kwa wingi, pombe. Mtu ananunua baa zima, lori lete nyumbani, na majitu yenye pesa. Kuna watu hata wajomba zangu matajiri balaa, lori linaleta nyumbani, pakua makreti mawines, ni mashindano pale. Sasa wale sio wanatambika, wale wanatoa shukrani. Hata Wayahudi walifanya hivyo, shukrani. Na katika shukrani, wakati sherehe inafanyika pale, misa inasomwa, wanasikia maombi ya wote, kushukuru kwa ajili ya watoto, shukuru kwa hii, shukuru kwa biashara inaenda vizuri, au nafundisha watoto wanasoma vizuri nani, shukrani. Hiyo ni tofauti na ile kwenda kwa mganga kwanza, kwenda kuleta huko na madunguri na mahirizi, halafu ndio nakwenda tena kanisani. Hiyo ni syncretism, naita hiyo ni mchanganyiko na mkanganyiko wa imani. Hiyo haifai. Na sisi tunakaribia sana huko kusudi wasingize hayo, la sivyo usiniite kwa misa. Haipatani. Na nakumbuka wanaleta yule kondoo au mbuzi au ng'ombe, anaomba padri, naomba ubarikie mnyama. Nabarikia ule mnyama, anaenda kuchinja kwa sababu ni shukrani. Hiyo kwangu mimi sina shida. Tatizo ni kwamba wewe unaenda kwanza kuchukua madunguri na mahirizi na manini, alafu tena kwa kimya. Hiyo ni siri. Normally vitu vya namna hiyo vifanyiki wazi, na kwenda kuficha chini ya uvungu au unachimbia mlangoni, I don't know what. Alafu ndio tunaenda kwa padri naomba kusoma misa. Misa gani hiyo tena? Kwa hiyo hayo unayosema tunaita ni syncretism, maana yake mchanganyiko wa imani tofauti, na hiyo haifai kwa sisi, na hiyo tukaripie kwa nguvu zote, isipokuwa ile kama nafaulu. Kwa mfano, kuwaomba wababu zetu, watoto wale wanapoletwa nyumbani wanatukumbushwa mababu zao, majina yao yote, na wanaambiwa babu zenu wanawaombea. Wale mababu sio miungu, wale mababu ni vyombo vya baraka kutoka kwa Mungu. Umenielewa? Yes, they are vehicles of blessings from God. Kama mtu anasema nimekumbuka babu ya Musa alipokutana na ule kichaka kinachowaka moto, aliambiwa usikaribie maana hapa watakatifu. Alafu akasema nimewakumbuka Abrahamu, Isaka na Yakobo babu zako, therefore nimekuja kuwaokoa watu wangu Israeli kutoka mikono ya mkandamizaji wao Farao. Anamkumbusha hata Abrahamu kwamba Musa kwamba ana mababu zake ambao Mungu amewakumbuka. Sisi tunawakumbuka hao, hatuwezi kuwatupa. They were not devils, they were our fathers, our ancestors, isn't it? Na pia tunawaombea, watuombee. Hatuwaombee wao watubariki, hata kama tunaombewa baraka kwetu sisi. Mimi ninakotoka
tulikuwa na Mungu mmoja tu, hatuna miungu mingine, moja tu, na anaitwa Rua. Hatuna miungu mingine. Mababu walikuwa chini yake, na tunamwombea. Unaposali unamwomba, babu yangu waliitwa fulani, unamtaja jina, unasema kama tunavyomwomba Bikira Maria. Sio Mungu hao useme Bikira Maria ni barikia. Kubarikia anapata baraka wapi? Yeye amechota kwa Mungu, amepewa neema, na anayetoa neema ni Mungu tu. Bikira Maria hawezi kutoa neema, sio? Au nyinyi mnaelewaje? Au msikuwa na maheretiki hapa? Maana Bikira Maria sio Mungu wala sio mkombozi. Yeye amekombolewa pia. Kwa hiyo yeye yuko karibu na Mungu. This is the prime creature, ni kiumbe cha pekee ambacho hakuna kinacholingana naye mbele ya Mungu, kilicho karibu na yeye na Mungu mwenyewe ambaye ni Kristo mwenyewe. Sasa kiumbe hiki hakuna anayeweza kutuombea kuliko yeye. Kwa hiyo kila kisala tunaweka hapo Bikira Maria utuombee, kwa sababu ni mama yetu tumepewa, na pia ni mama wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ana uhusiano ambao hata tuwezi kufikiria. Ndio kesho. Sawa. Huko kwenu huko hatuji. Okay. Kwa hiyo huko kuna mapochopocho au hakuna kitu? Natuambia tukaribu. Oye bwana. Sasa jamani, tunamalizia hapa. Ni kwamba Waisraeli wa Kanani na watu wa mataifa yale walikuwa na miungu mingi, na kwamba miungu ile walipokuwa wanazungumza lugha yao ni plural, kwa sababu hawakuwa na Mungu mmoja. Kwa hiyo wakizungumza mambo ya kimungu, ya miungu, Mungu tu, hawakuwa na picha ya kwamba kuna Mungu mmoja, ni miungu. Hawakuwa na miungu imekuja kuleta itatumaliza. Kwa hiyo wanatumia plural. Lakini kwa upande mwingine neno linalotumika pale ni neno kwa Kiebrania Elohim, na Elohim linatokana na neno El ambaye ni God or deity, God, any God. Na kwa Mungu wa Israeli walitumia plural, yani wingi wa neno El ambayo ni Elohim, na wingi huo unaonyesha ukuu wake, mamlaka yake, nguvu is potence, manake omnipotence, mwenye uwezo, mwenye enzi yake, utukufu wake. Ndio maana anatumia plural of majesty, yani tunaita wingi wa utukufu, ndio plural, majestic plural. Kwa hiyo ndio maana hapa neno hili lazima uangalie mazingira linatumikaje. Ukikuta neno Elohim kama unasoma Kiebrania, usiende tu haraka ni wingi, miungu. Hapana, utulie uone mazingira yake, yani context imesema, unasoma katika mazingira gani, linatumika hapa. Kwa hapa ni plural kweli, ni miungu, kwa sababu waliokuwa natumia lugha hiyo ni Wakanani ambao wanaamini miungu mingi. Kwa hiyo hawakuzoea kutumia Mungu wao amekuja, hakusema Mungu, ni miungu, sababu wao walitumia mtu mmoja anaamini Mungu 6, na wengine sisi tuko hivyo hivyo. Hata kama tuko seminari au utawani tunaweza kuwa na miungu kadhaa. Wewe unakuta mtu anakuja seminari na dunguri hivi. Tuseme ukweli, mimi nimekuwa pale miaka mingi na nimeungamisha watu, nimeenda nimefutoa mafungo sehemu nyingi ya Tanzania na nje. Kwa hiyo ninajua, unasikia watu wanakiri kwamba hapa bwana tunalogwa hapa. Tunalogwa tena ndani ya convent mnalogana. Nasema ndio jamaa mmoja hapa, mambo mengine ni asiri.
lakini mtu unakuta mtawa ameweka bangili, aliulizwa umetoa wapi hii? Hii imetokea na true sija. Umetoa wapi hii fulani? Ndugu, umetoa wapi hii? Babu yangu alinipa bana. Ya nini? Ya kunikinga. Unaleta huku tawani. Kwa hiyo pia sisi tuna miungu. Tujinasue. Basi muda umekwenda, nashukuru kwa kuja na